Fadhila iliyoje leo kupewa maneno matukufu ya toba. Fadhila iliyoje leo kupewa maneno mazito, maneno ambayo yanamvaa mwanadamu katika maisha yake katika dunia na akhera. Na hizi ndio hotuba ambazo tunazotaka ziwe zinazungumzwa katika jamii. Zinazungumzwa hotuba ambazo zinaendana na sisi tulivyo. Ni kweli ni wakosa, tunaendelea kufanya makosa, ni kweli tunamkosea Allah subhanahu. Lakini Allah ndani mwa Qur'ani ametoa mwongozo namna gani Waislamu tukitaka tuishi maisha yaliyo bora. Hakuna mtu anayeshangaa kwamba leo kila mtu anasema maisha ni magumu. Kila mtu hali ngumu, na ndivyo tunavyosema. Lakini Allah namna gani anatuongoza kupitia maneno yake adhimu. Hivi kweli tunaamini haya au hatuamini? Ndugu yangu Muislamu, kwamba hakuna kitu cha kukiamini zaidi ya Qur'an. Na huo ndio mfumo wa Allah subhanahu, ameupanga hivi kwamba sisi tunapofanya makosa tuwe hivyo, yani tufanye msamaha, tuombe msamaha kwa Allah na tutengeneze toba ya kweli ili tuweze kuishi maisha yaliyo bora. Ima uwe mwanamume au awe mwanamke, kwa sababu yeye anajitambua amekosa. Ili Waislamu tuishi maisha yaliyo bora, ni lazima turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha wanadamu namna gani hivi sasa hatuko tayari katika hili. Midomo yetu kuitaja istighfar ni mizito. Nafsi zetu kutubu kwa Allah ni mzito. Tunatubu katika sampuli tofauti. Tunatubu kwa kuonyesha tunafanya ibada, ndio tumetubu tayari. Yaani mtu kwa kuingia msikitini tayari anasali ndio anasema mimi nishatubu. Sio afanye toba, ndio toba yetu sisi tunaoifanya, bado hatujatubu. Kutubu ni kitendo maalumu ambacho wewe mwanadamu unabidi utubu kwa Allah. Kuna mambo mengi ambayo umeyafanya ya siri na dhahiri. Lazima uonyeshe kitendo cha kutubu. Ile istighfari yako unayoisoma kwenye mdomo wako na ukafanya toba, basi ndio sababu ya manufaa yako wewe. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema katika sura Hud aya 24 kama sikosei, intastaghfirullah, ikiwa mtamtaka msamaha Mwenyezi Mungu ni Waislamu. Istaghfiru rabbakum, ikiwa nyinyi mtamwomba msamaha Allah, yani Mola wenu, thumma tubu ilayhi. Inistaghfiru rabbakum, ikiwa mtamwomba Allah msamaha kisha mkatubu. Una msamaha na kutubu. Msamaha ni kitu gani? Msamaha, ukiosikia mtu anaomba msamaha, bi maana anaomba astiriwe, yani unamwomba Mwenyezi Mungu akustiri ile mizigo ulikuwa nayo, ili Allah sikudhalilishe siku ya Kiyama. Ya Rabbi nistiri, ndio maana msamaha.
Siku ya Kiyama unaenda katika mahshari ya Allah, tayari ushaomba sitara, Allah kustiri kwenye ile mahshari, asikudhalilishe katika macho ya watu. Ndio maana astaghfirullah. Yaani kwa mfano leo umetoka umefanya jambo zito, unaenda kwa mzee, unaenda kumwambia mzee, naomba unistiri. Vipi mwanangu, kuna jambo nimefanya, naomba unitengenezee mazingira nistiri, yani nistirike, ni jambo lisijulikane. Kwa hiyo naomba uende kwa mzee fulani ukaniombe msamaha, nistiri mzee wangu. Yaani unamtumia mzee mwenzie aende akaongee naye. Ile inaitwa stara, istighfari ni stara. Sasa unaomba stara tayari, bado kutubu, kuyaacha yale ambayo ulikuwa umeyafanya. Kama ulizini naye mtoto wako, sasa uyaache. Ndio maana istighfari, kwa hiyo toba ni kuacha yale ambayo ulikuwa unaendelea nayo. Kwanza umezungumza na mtoto wa watu pasi ya umbile mwenyewe mzazi kukupa ruhusa kuzungumza naye. 2, umemdhalilisha mtoto wake pasi ya ridhaa yake mzazi, kwambia wewe mwana, sasa nimekuozesha mwanangu, nenda kwa starehe naye. Umeenda kinyume. Kwa hiyo yale Mwenyezi Mungu Subhanahu anayehifadhi. Kwa hiyo unatubu vipi? Hapa ndipo tulipofeli Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha vipi toba. Leo Muislamu ukimwambia bwana, wewe umetubu vipi? Mimi nimetubu tu, sio utaratibu. Kama tumezini tayari, na kweli tuyakini tumezini, tushamfanyia kosa Allah, tumefanya makosa. Sasa tunataka turudi kwa Allah, tunafanyaje? Tunatubu vipi? Ndiyo maana kila siku tunarudia yale kwa sababu hatujui kutubu. Ingekuwa tunajua kutubu kwa uwezo wa Allah, kwa msaada wa Allah, wallahi tusingeyarudia kuyafanya. Ndio maana mwezi wa Ramadhani sikia watu ya Tawwabu tuba alaina warhamna wanzur ilaina. Tunaimba tu ya Tawwabu tuba alaina warhamna wanzur ilaina. Tunaimba, yani muimba tu, tunaimba tu ya Tawwabu tuba alaina. Basi tumetubu vipi? Ndio maana ukifika mwezi wa mfungo mosi watu wanarudia, kwa sababu bado hawajatubu, walikuwa wanaimba tu. Subhanallah, tulikuwa tunaimba tu ya Tawwabu tuba alaina. Sijui unaeleweka vizuri? Tulikuwa tunaimba tu ya Tawwabu tuba alaina. Tunatubu vipi? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha salatu tauba. Kuna sala maalum ya toba, na ni swala geni sana. Ili swala gani? Shekhe, umeswali salatu tauba, swala ya kutubu umeswali? Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu jalla jalaluhu akasema, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hawezi kuwa sawa wanayejua na wasiyejua hata siku moja. Wewe shindana naye anayejua uwezi. Utapiga utaisha majuu kwa. Anayejua anajua tu. Hata wewe anamkia juu. Anajua huyo. Nilikuwa natembea na babu yangu siku moja kule nyumbani. Mikoroshini tukamsikia bwana Kima. Unajua niliingia kwa Kima yule. Anaguna. Kama mimi sijui namsikia mara nyingi sana na guna. Ambao yule bwana huwa anakaa sehemu ya siri sana, tena anakaa peke yake. Akai na wale wenzio. Huyo Kima huyo akai na wenzia hapo. Kimsikia Kaguna yuko peke yake. Nikaba sasa kama hivi anafanya nini mpaka agune? Akaambia vizuri. Huyo bwana huwa anaenda sehemu ya kujituliza. Yuko peke yake. Huwa ananidonyoa kujiangalia mwili wake, yale manyusi yake.
anachukua ule mkia wake anautizama. Kuna vitu anavifikiria, yani mimi Mungu ndo kaniumba hivi. Sasa ule mkia anavouachia kauachia. Sasa kule kuna kwake kuna maana. Mzee sisi jamaa tumekaa na mababu kwa maana. Shika baba mchawi hapa nimekaa sana babu, kuna vitu wamenisomesha. Babu wa kike na kiume wote nilikuwa nao hivyo hivyo. Kwa hiyo usimsikie mtu anaguna, kuna kitu kashikipo kwenye nafsi kinaongea. Wewe mtu wote tokikaa naye, ukisikia mtu anaguna kuna kitu kishaje kipo kwenye nafsi. Sasa yule bwana kuguna kwake kuna maana, baba ndio huyo kuna maana, yani anakwenda mkia na muziki na uacha. Huyo anaondoka. Yani kuna muda maalum anakumbuka kudura za Allah namna alivyoumba. Wewe Muislamu vipi unashindwa kukaa chini kujadili makosa uliyomfanyia Allah? Na kujua kwamba mimi kweli nimekosea jambo fulani, Allah nimemkosea, nimezini na mke wa mtu, nimezini na mtoto wa mtu, nimeiba, nimedhulumu. Kwa nini unashindwa kukaa kujadili? Kila siku hali mbaya. Leo umelichuma hili, kesho unaliongeza lingine. Haipiti wiki, leo umezini na huyu, kesho unamuongeza wengine wawili. Haipiti wiki. Kama hata kujadili unashindwa. Anakuja vichochoroni, anakuja kelele kwamba mimi maisha yangu magumu. Si kweli. Maneno anayozungumza Allah ni maneno mazuri kabisa. Inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Ikiwa mtamwomba msamaha Mwenyezi Mungu, kisha mkakubali makosa yenu mkayaacha, yumatiukum mataan hasana, atakupeni maisha yaliyo bora ila ajali musamma, mpaka siku ya mwisho wa kufa kuna nini hai wenu, anakupeni maisha yaliyo bora. Kwa hiyo kama ndugu zangu Waislamu tunataka tuwe na maisha bora, lazima kwanza tutubu. Kwanza tufanye istighfar. Midomo yetu astaghfirullah iwe sana. 2, tutubu, tuyaache yale tuliyoyafanya. Tusiyarudie tena, ndio toba. Lakini tunatubu vipi? Fursa hii ametufundisha Mtume Muhammad. Akatufundisha Mustafa namna gani. Hadithi ilipokuwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Abu Bakar anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu. Abu Bakar Siddiq anasema nimemsikia Mtume Muhammad anasema hivi. Darasa Mtume anatoa darasa kwa masahaba. Anasema ma min 'abdin yudhnibu dhanban, ma min 'abdin, mja yoyote, yudhnibu dhanban, anafanya makosa, aliyefanya makosa, mja yoyote anajijua amefanya makosa, fayuhsinu tuhura, akafanya usafi vizuri, bimaana akajitaharisha, akakoga mavazi yake safi, akatawadha udhu, thumma yakumu, kisha akasimama, fayusalli rak'atayn, akaswali rak'a 2, salatu tauba. Tumsalie Mtume Muhammad. Ndio Uislamu. Sasa wewe nikikuuliza umetubu vipi, si utaniambiaje? Si umetubu tu yatawabu tu balaina hujatubu bado. Jamani, hivi vitu tunavizungumza hapa uvisikii. Mimi nakuletea vitu adimu, nakuletea vitu adimu, utoke navyo. Yeye mkidharau potelea mbali. Mimi nakupeni faida. Dharauni. Anajua tu. Anajua tu. Mungu ashampa. Hata dakika 3. Unajua, sikilize tu, usifanye mambo yako yote, msikilize, utafanikiwa. Mtume Muhammad anatoa darasa la toba. Leo wewe Muislamu, mimi nakwambia kweli, tembea kwa Muislamu yoyote, unatubu, natubu, umetubu vipi? Muulize. Afu kaja atakwambia hivi ninazungumza mimi. Ma min 'abdin, mja yoyote, yudhnibu dhanban, amefanya makosa. Abu Bakar Siddiq ni mwanafunzi wa Mtume Muhammad. Abu Bakar anathibitisha kwamba Mtume, nimemsikia anasema hivi, mja yoyote amefanya makosa, fayuhsinu tuhura,
akafanya uzuri wa utahara, maana akakoga mavazi yake vizuri, akawa na sehemu nzuri, yani faraghani, akatawadha udhu. Thumma yaqumu fayusalli rak'atayn, kisha akasimama akaswali rakaa mbili. Tumsalie Mtume Muhammad. Ndio maana nimekwambia kuna salatu tauba, swala ya toba, sio toba hiyo mdomoni mwako sasa kama barone na kuloga tena. Astaghfirullah 2000 usiku unamwona mwembeni. Wewe si unasema astaghfirullah mchana wewe? Yuko mwembeni kwenye mkutano. Unaenda wapi hivi? Kama tunahakikisha tunafanya toba kwa toba ya kweli, ndio maana Mwenyezi Mungu anasema walladhina matubu ila Allahi taubatan nasuha. Hapa sasa ukisikia toba, mtu anajikurubisha kwa Allah, mtu anajikabidhi kwa Allah, ndio uswali rakaa mbili hizi. Hizi rakaa mbili hizi ukiswali, ukirudia tena umekwisha. Hizi rakaa mbili ukiswali toba hii ndio toba ya kweli, unajikurubisha, unajikabidhi kwa Allah. Ukirudia tena wewe umekwisha motoni. Ndio maana unachezea ibada za Ramadhani huu, unajidai tu ya tubu alaina, mfungo mosi zina inaendelea, unamchezea Allah. Wewe unamchezea Mungu. Unamwona mjomba wako, Mungu sio mjomba wako. Kwa hiyo darasa hili Mtume anatugea kwamba sisi tuweje, tufanyeje tukitaka ukaribu na yake Allah, tukiwa tunatubu toba ya kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, toba ya kweli. Kwa nini iwe taubatan nasuha? Allah amesema tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kwa nini aseme taubatan? Subhanallah, asiseme Allah ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tauban nasuhan, akasema taubatan. Yani toba ipo mara hiyo. Ndio hii nakufundisheni. Sasa swalini raka hizo mbili za toba afudie muone. Hizo natoa, yani ni darasa nalitoa. Hii ni zawadi na kupeni. Kama kweli mtu yupo karibu na Allah, anataka awe karibu na Allah, lazima haiswali raka hizi mbili. Urudi kweli kwa Allah. Na usizidi tena. Ukitaka mke oa. Kama mchawi ukiswali hii, tunguli zako kizishika zinabatilika hapo hapo, kwa sababu unamtania Allah. Hizi rakaa mbili sio za mchezo mashaikhi, nikwambia ni kweli. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha mja yoyote, awe mwanamke awe mwanamume, anajitambua kwamba yeye amefanya makosa, akatawadha udhu wake, akakoga vizuri, fayuhsinu tuhura, akajitaharisha vizuri, thumma yakumu, kisha akasimama kwa ajili ya Allah, fayusalli rak'atayn, akaswali rakaa mbili, thumma yastaghfirullah, kisha akamuomba msamaha Mwenyezi Mungu yale aliyoyafanya, illa ghafara Allahu la, isipokuwa Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa yake yote. Unaposema astaghfirullah, huku unaenda kuzini, huku unaenda kuwanga, hajafutwa bado. Shekhe bado hajafutwa, mzigo upo beki kule. Allah hajaufunika ule mzigo. Swali rakaa mbili, natoa tangazo jamani, mnielewe. Swali rakaa kuanzia hivi leo, jiweke faraghani, simama usiku saa 8 saa 9 uwezo wako, swali rakaa mbili. Ya Rabbi, kuna mambo mimi nimeyafanya, nimekukosea wewe Allah, naomba narudi kwako, sirudi tena. Swali rakaa mbili, alafu fanye istighfari kwa wingi sana, thumma yastaghfirullah. Baada ya zile rakaa mbili, kisha akamuomba msamaha Allah, astaghfirullah, nasema astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ndio istighfari mtakaoibi, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Usiku wa manane ukiswali rakaa hiyo, ukiamka asubuhi, Muislamu upo safi na sawa. Lakini leo Muislamu ukiulizwa umefanya istighfari vipi, umetubu vipi, hujui. Alafu hiyo mwalimu mwenyewe anakufundisheni nyinyi, jamani toba ipo hivi, mnaenda kumloga. Hata kufundisheni nani toba ni? Unaona kama sio Uislamu, watu wanakisa. Wewe unakufundisha nani hivi?
Mtume Muhammad anatueleza, anatujulisha kwamba Allah ni msamehevu. Mwenyezi Mungu anajua na anasamehe. Innahu tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu anakubali toba na ni mpole mja yoyote. Ujue kwamba kwa sababu Ibilisi alisema Allah mizali umenilani na umeniweka mbali na pepo yako, mimi nitawadanganya hawa na nitawaangamiza kwenye moto. Allah akamwambia mizali, wewe utawadanganya, mimi nafungua milango ya toba. Waja wangu wakifanya makosa wakirudi kwangu mimi ninawasamehe. Hapo nione mimi na wewe nani ni uwezo. Takbir! Allah. Basi wewe Muislamu ukiona utaki kutubu ili uendelee na maasi yako, ndo rafiki yako Ibilisi. Na Ibilisi hapendi kukuona wewe utofanya toba. Yaani anapenda sana wewe uishi vile vile hivyo unavyoishi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa fursa, ma min 'abdin yudhnibu dhanban, mja gani anafanya makosa, fayusinu tuhura, akafanya usafi wa mwili, thumma yaqumu fayusalli rak'atayn, kisha akasimama akaswali rakaa mbili, thumma yastaghfirullah, kisha akaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, illa ghafara Allahu la, mja huyu Mwenyezi Mungu anamsamehe. Hii ndio toba sasa ya kweli. Bimaana toba ya kweli unajiweka moja kwa moja mwili wako wote. Bimaana unaposimama Allahu akbar, bimaana mwili wako wote umemkabidhi nani hapo? Sasa kazi kwa fanya. Wajisema wazee albadili au yamini ile ni yamini, unajiweka moja kwamba Rabbi mimi narudi kwako. Huu ndio Uislamu. Na hivi ndivyo ninavyotakiwa tuishi katika maisha haya. Kama kweli tunataka maisha yetu yawe bora, turudi kwa Mwenyezi Mungu kweli kweli. Tusirudi kwa Mwenyezi Mungu kufanya istihza. Tunafanya hili kesho tunarudia hili, tunafanya hili kesho tunarudia hili. Jamani, maisha yawe bora lazima tufanye istighfari na tumrudie Allah kidhati kweli kweli. Na ukweli wa kumrudia Allah ndio huu. Swali rakaa mbili kwa ajili ya kuomba toba kwa Allah. Hii inaitwa salatu tauba, salatu tauba. Katika Sunan ya Abi Daud, hadithi ya 1526 kama sikosei. Hadithi sahihi na amesahihisha Imam Albani. Zipo nyingi. Hizi zipo nyingi hadithi. Kwa hiyo kama mlikuwa mnajua kwamba hakuna salatu tauba, leo nakupeni salatu tauba. Hii ni swala ya toba, raka hizi mbili. Kuna riwaya nyingine raka ngapi? 4. Unaweza kuswali raka mbili ukamaliza ukasimama tena ukaswali raka mbili. Tangazo hili kwetu sisi wanaume na wanawake. Maana kina mama nao wapo kwenye maasi makubwa afadhali hata sisi. Wakina mama wana mambo mazito kuliko hata sisi wanaume. Sisi wepesi sana kurudi kwa Allah sisi. Sisi ni wepesi sana wanaume kurudi kwa Allah. Lakini mama wenzetu kidogo wana mushkili. Ni wagumu na sisi kurudi kwa Allah upesi. Na kama atarudi kwa Allah kwa kuonekana juu juu. Wewe ukitaka kulijua hilo wa mwanamke ambaye kabu mpaka puani, afu muache uone. Umenikabu alikuwa anaivaa kwa sababu yako wewe. Siku 3 utamwona huyu. Kaacha kwenda kwa bio. Ukitaka kujua kama mwanamke ni mtu ambaye anaenda anarudi, wewe tazama tuje kuona. Muache kwa talaka akiondoka kwao, kesho shekhe uone ni kabu wala hijabu. Wewe fulani, ndio mimi vipi? Maisha tu. Kama ulirudi kwa sababu yangu mimi. Ndio maana Mtume wetu Muhammad amewapigia kelele sana kina mama wape sadaka sana, kwa sababu amewaona wengi sana kina mama kwa motoni. Ya mashara leta sadaka, na toeni sadaka kwa sababu nyinyi nimewaona mko wengi motoni. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda, sisi tunasikia ujumbe huu wa tauba, twende nyumbani usiku muda wote, kaa chini. Kwanza jifikirie kuna vitu gani unavyofanya, hata kama hujavijua vyote, lakini kuna baadhi utavijua. Ya Rabbi, kuna hivi navikumbuka mimi nimekosea, wengine nimesahau, mimi mjako dhaifu. Sasa ninakuomba ya Rabbi, nisamehe kwa mimi nilienda nichukua mke wa mtu, mtoto wa mtu, nilizidi kweli. Ndugu Islam, na Mwenyezi Mungu anawapenda sana. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wajitahirisha na mambo mbalimbali. Allah anawapenda sana. Kwa hiyo inatakiwa sisi fursa hii tuitumie, ni fursa tudharia, ni fursa ya kitahamu, tuitumie. Inshallah kuna mambo mengine Mwenyezi Mungu akipenda tutakuja kuyazungumza Ijumaa ijayo kama Allah